Ni dakika 45 za kipindi cha kwanza katika dimba la KMC Complex ulioko Mwenge jijini Dar es Salaam katika mchezo wa ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara katika mzunguko wa 5 leo siku ya Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 11 mwaka 2025, na timu zote mbili zimekwenda mapumziko zikiwa tayari kila mmoja zimeweza kufumania nyavu za mwenzake, kwa maana kwa upande wa goli pekee la Young Africans imefungwa na moja kati ya viungo huyo ni kutoka kule katika nchi ya DRC Congo, Mkongomani Maxipian Nzegeli. Mpira ambao ulianzia katikati kwa Profesa Pacome Zouzoua na kuweza kupitisha penetration pasi, na Maxipian Nzegeli alikuwa sehemu sahihi na kuweza kuchagua engo upande wa kulia mlinda mlango. Ilikuwa ni vigumu yeye kuweza kufika mlinda mlango wa KMC Complex, lakini dakika zikazobaki dakika chache kabla ya mapumziko, mpira wa set pieces ama mpira wa kutengwa kwa upande wa KMC Complex uliopigwa na screen protector Djigui Diarra akaweza kupangua mpira ule ama kuutema, lakini kwa mchezaji wa KMC Sally Boko alikuwa amefika tayari mara baada ya kuweza mpira ule kuweza kutemwa na golikipa Djigui Diarra na kuweza kuchagua engo upande wa kulia, lakini Djigui Diarra ilikuwa ama ilimuia vigumu kuweza kufikia mpira ule. Na timu zote mbili zimekwenda mapumziko katika dimba la KMC Complex. Ni penye moja ni Young Africans, lakini katika wageni wa mchezo huu leo ambao ni KMC Complex pia nao wanakwenda mapumziko wakiwa wanaongoza kwa goli pekee la Young Africans likifungwa na Maxipian Nzegeli, lakini kwa upande wa KMC Complex goli lao limeweza kufungwa na Sally Boko dakika za jioni kabla ya kwenda mapumziko. Lakini pia katika vikosi vya timu timu zote mbili ambao vimeweza ama kabla ya mchezo huo leo tupitishane haraka kwa yule ambaye alikuwa labda hajaweza kufahamu. Na katika upande wa kikosi cha wananchi Yanga Sports Club ambacho kieleza kuingia nacho katika mchezo wao wa siku ya leo dhidi ya KMC Complex, ni langoli alianza mlinda mlango Djigui Diarra, lakini pia Israel Patrick Mwenda, Mohamed Hussein Zimbe Junior ama Shabalala, lakini pia Bakari Nono Mnyeto pia kianza na ni captain katika mchezo wa leo, lakini pia Dickson Job, Duke Abuya, Ofen Chikola, Maxipian Nzegeli, Prince Mpumbelelo Dube licha pia kukosa nafasi nyingi, lakini pia ameweza kuanza leo Mamu Dumbia pamoja na Pacome Zouzoua Profesa ambaye ametoa assist ya goli ambalo amefunga ni Maxipian Nzegeli. Lakini kwa upande wa wachezaji wa akiba yupo mlinda mlango Abubakar Khumein, lakini pia Shadraki Sakaboka, Azizi Andambwile, lakini pia iko Abubakar, lakini pia iko Abdul Nasser maarufu kama Ninja Shekhani, Celestine Ekua, lakini pia Nouma pia Kouma yupo, Bala Conte pamoja na Andy Boyeli. Hichi ni kikosi kwa upande wa wananchi Yanga Sports Club, lakini kwa upande wa kikosi cha KMC Complex ambacho walianza nacho katika siku hii ya leo ni mabadiliko machache ambayo wameweza kufanya, na ndani ya kikosi hicho cha KMC Complex wakijiita ni wakusanya kodi za Kinondoni, kwa maana wakijiita Kino Boys. Wao walianza na mlinda mlango Hamisi, pia yupo Kenny Saliboko ambaye ni mfungaji wa goli hilo la KMC, lakini pia yuko Nindi Tondi Salum, Nixon Sagwe, Samson Moituka, lakini pia yuko Chambo pamoja na Redemptus. Hawa ni katika kikosi cha upande wa KMC Complex. Je, dakika 45 za kipindi cha pili zitakuwa namna gani? Je, magoli haya yatabaki mpaka dakika 90 ama kwa timu zote mbili zitakuja na kuweza kusawazisha, ama je ni Young Africans kuja kusawazisha ama pia ni KMC? Tunasema ni mpaka pale dakika 90 zitakapo tamatika katika dimba la KMC Complex. Hii ni Niyako TV, usiache kusubscribe our channel, lakini pia tufollow kule Instagram na TikTok kwa jina moja la Niyako TV. Mimi naitwa Official Mutra Msanawaji, kule Instagram napatikana kama Official Mutra Msanawaji. Half time katika dimba la KMC Complex ni Young Africans 1 KMC 1.